Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Ni mwenyekiti wa bodi ya chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala TANECU Limited. Ndugu watangazaji, karibu sana kwenye banda hili la TANECU ambalo liko hapa mjini Dodoma katika kuhakikisha tunaadhimisha maadhimisho haya ya 88 kitaifa. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mkakati wa sisi kama wakulima na wanaushirika kuunganisha pamoja ili kuja kuonyesha kazi nzuri tunazofanya katika maeneo yetu. Sisi kama TANECU, chama kinachowasimamia wakulima wa Tandahimba na Newala, tumeweza kutekeleza kwa asilimia kubwa yale maelekezo ya serikali yetu. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ilitoa maelekezo kwamba ifikapo 2030 lazima tuhakikishe mazao tunayozalisha katika maeneo yetu tunaweza kuyachakata na kuyaongeza thamani, na mwisho wa siku wakulima wetu waweze kunufaika kwa jasho lao. Hapa ninapoongea ni tayari tumeshatekeleza maelekezo hayo. Tumeshajenga kiwanda cha kubangua korosho ambacho kiko pale Mongo Kitangari na kinafanya kazi, na hadi hapa tunapoongea tayari mazao ambayo yamechakatwa katika kiwanda kile tumepeleka katika nchi mbalimbali. Ni zaidi ya bilioni 1 na milioni 600 tumeweza kubangua pale katika eneo letu. Sasa tuko kwenye hatua za mwisho za kimanunuzi kuweza kujenga kiwanda kingine pale Tandahimba. Lakini katika kuhakikisha tunamsaidia mkulima katika mauzo ya korosho ghafi kwa kutumia mfumo wa stakabadhi za ghala, lakini soko la bidhaa, tumeweza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, maana baada ya kuteuliwa Mheshimiwa Chongolo alifanya ziara katika eneo letu na aliweza kutoa maelekezo kwamba anataka kuona TANECU ikijenga maghala ili wakulima wasiweze kusafirisha korosho kwa umbali mrefu. Tumeweka mkakati wa kujenga maghala 6, lakini hadi hapa tunapoongea sasa tumekamilisha maghala 2, nalo liko pale Mnyawa na Mchichira na Nginge liko Mkonjwano. Hilo ghala tunazindua tarehe mosi ya mwezi wa 9, na katika msimu huu maghala haya 2 yataanza kufanya kazi, lakini tunataka kuanza kujenga maghala mengine 4, nayo yatajengwa katika kijiji cha Mihambwe na Nyanga katika wilaya ya Tandahimba, lakini Kitangari pale wilaya Newala na kule Mkuu. Tunafanya haya ili yale maelekezo ya serikali yanayotolewa kwenye ushirika uweze kuyafanyia kazi, na mwisho wa siku wa Tanzania au wanaushirika waweze kunufaika kwa maelekezo hayo. Lakini sio hivyo tu, serikali yetu kama nilivyoeleza imeweza kufanya kazi kubwa sana. Mnajua kwamba serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeamua kuwasaidia wakulima kwa kuwaboost katika kuhakikisha inawasaidia kwenye uzalishaji. Hadi hapa tunapoongea sasa, serikali yetu imeweza kutoa pembejeo zenye thamani ya trilioni 1 na zaidi ya bilioni 100, na sisi kama TANECU tumeweza kusapoti jitihada hizo za serikali kwa kuajiri maafisa kilimo 13. Tumewapeleka katika maeneo yetu ili waweze kutoa elimu ya kiugani, na mwisho wa siku wakulima wetu waweze kuzitumia hizo pembejeo kwa ufasaha. Lakini ukiangalia baada ya jitihada za serikali na sisi kama TANECU kuajiri maafisa kilimo, nini kimetokea? Kwa mfano, wakati naingia madarakani mwaka 2021 uzalishaji ulikuwa tani 1035, lakini msimu uliofuata tuliweza kuzalisha tani 1054, lakini msimu wa 3 tuliweza kuzalisha tani 1075, na msimu wa 4 tumeweza kuzalisha tani 124,000, lakini msimu uliopita tumeweza kuzalisha tani 125,000. Haya ni matokeo chanya ambayo imekuwa sasa combination baina ya jitihada za serikali na sisi kama TANECU, na ndio maana sasa unaona uzalishaji umekuwa mkubwa, lakini maisha ya wakulima yamekuwa yakiboreka siku hadi siku. Lakini kingine niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sababu baada ya uzalishaji huu ameweza kusimamia kuleta mifumo halisi. Kwa mfano, tunatumia mfumo wa stakabadhi za ghala, lakini huko nyuma ilikuwa mifumo haiko sawasawa, tulikuwa tunatumia mifumo ya kulaza masanduku, lakini serikali yetu imeweza kuleta mifumo mahususi. Sasa hivi tunatumia mfumo wa soko la bidhaa TMX, tunauza mazao yetu kwa uwazi
ili kuhakikisha wakulima wanaamua kuuza mazao yao wakiwa wazi na kila kitu kinaenda vizuri. Lakini sio hivyo tu, katika kuhakikisha wakulima wanapata stahiki zao baada ya kuuza mazao, serikali ilitoa maelekezo kwamba vyama vikuu vya ushirika ni lazima vihakikishe vinawalipa wakulima kwa kutumia payment center. Sisi kama Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.